sika baba yake, akifuatana na watumishi wote wa Farao, wazee wa nyumba ya Farao, pamoja na wazee nchi mzima ya Misri. Hali kadhalika Yosefu alifuatana na jamaa yake yote, ndugu zake na jamaa yote ya baba yake Yakobo katika eneo la Gosheni. Walibaki watoto wao tu pamoja na kondoo, mbuzi na ng'ombe wao. Pia waliandamana naye wapanda farasi na magari, lililokuwa kundi kubwa sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu atakatifu, na kuinua Jehova nikisema asante Mfalme kwa sababu ya wema wako na fadhili zako Jehova. Ninakushukuru Mungu wa majeshi Mfalme, ni kwa sababu yesi kama mwanadamu. Uinuliwe Kristo na uabudiwe milele na milele kwa sababu ya uwezo wako na nguvu zako Bwana wa mabwana. Naomba Mungu wa majeshi kwa uwezo wako na nguvu zako Bwana wa majeshi, ukaweze kukumbuka kila mmoja atakayesikiza ujumbe huu Bwana. Naomba Mfalme wa wafalme, Mungu wa majeshi, ukajenge imani ya watoto wako. Kuna watu imani yao iko chini sana Mungu. Kuna watu wanaona kama umekawia sana. Kuna watu wanaona kama waliashwa. Kuna watu wanaona kama we hausikiagi maombi yao. Kuna watu waliona Bwana wa majeshi kama wamefika mwisho. Ninaombea kila mmoja Bwana anayesikia ujumbe huu Mungu wa majeshi Mfalme, ukainua imani yake na akapata tumaini ya kwamba Bwana uko na uwezo wa kutenda kila wakati na kwa kila jambo, kwa jina la Yesu Kristo. Ebeneza, nimekualika mahali hapa. Roho yote inafujaga watoto wako moyo, Ebeneza Mungu wa majeshi, isiwe na uwezo na isiwe na mamlaka. Tunakuita Mfalme wa ajabu siku ya leo, ukasimame kwa sababu eti ya Mungu uliye na uwezo na Mungu uliye na nguvu. Ebeneza, simama, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata nimeamini. Amen. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na kuletea ujumbe huu wa Mwenyezi Mungu, na sina haja sana na kifo ya Yakobo, lakini kuna mahali nataka niweze kupitia kwa hilo neno ili Mwenyezi Mungu akaweze kusema kitu kwa maisha yako, kwa hali yako. Bwana Yesu na inuliwe sana. Na kile kilifanya ujumbe huu ikie sana ndani yangu ni kwa sababu niliambia wale tulikuwa nao mlimani jana, Mungu aliniambia ya kwamba anakuja kuheshimisha watu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ya kwamba Mungu anakuja kufanya nini? Mungu aliniambia kwamba anakuja kuheshimisha watu wengi sana, wale wako kwa madhabahu hii. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na wacheni waambie, ikiwa Mungu alisema ya kwamba anakuja kuheshimisha watu, tunafaa sisi zote tusimame kwa Mungu. Ambia jirani yako tu tusimame kwa Mungu. Hebu salimia mtu, mwambie hiyo pepo nimeona usingizi ishindwe sana na isabaratike kwa njia 7. Wewe mwambie hiyo pepo isabaratike kwa njia 7. Na iende ikiendaga ikipigwa na malaika wa Mungu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Shuka sana jirani yako asikuambukize hiyo pepo. Na ukiona analala unagonga, unafanya nini? Haleluya. Unagonga, unamwambia amuka wewe. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hebu sikiliza hapa. Kabla nikuje nikwambie maneno ya jana, neno la Mungu linasema hivi ya kwamba mnakumbuka niliwahubiria hapa wakati mwingine, sijui mwaka huu malasia, nikawahubiria kuhusu vile Yosefu alipouzwa kwa hali aibu sana, akienda kununuliwa na Waishmaeli, akapelekwa kule Misri akiwa slave. Si mnakumbuka? Na kila mtu anajua Yusufu aliingia Misri akiwa slave. Sikiliza nikwambie hapa ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wakati ndugu zake walisikia wivu, wakati ndugu zake walimshukia, wakati ndugu zake walimuonea kijisho kwa sababu ya kupendwa na baba yake. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hebu shekesha mtu, mwambie ukiona nimependwa na Mungu usinishukie. Shekesha mtu, mwambie ukimshekesha si kwa hasira. Mwambie ukiona Mungu amenipendelea usinishukie. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hebu sikiliza hapa. Nataka kuweka foundation kidogo ya na hapo nyuma. Wakati Daudi mtu anaitwa Yusufu ameshikwa na watoto wao, wale walikuwa wamezaliwa pamoja na wao. Na nilikwambia kile kilifanya Yusufu apitie mambo haya yote ni kwa sababu ya ndoto aliyoota. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kitu ya pili kilifanya mtu anaitwa Yusufu apitie hali ngumu sana ni baba yake kumpenda na akaweza kumchonea kaju. Ile kaju kuo kama ile tunavaaga ya maombi. Wakati ndugu zake waliangalia wakaona ya kwamba Yakobo ameshonea Yusufu kanzu
kama hizo tunafaga wakati wa kuomba. Sikiliza nikwambie hivi, ndugu zake walikasirika sana, na tena akakuja akaota ile ndoto. Alipokuja akawaambia kwamba ameota akaona mwezi na nyota na jua, ya kwamba nyota 11 na mwezi na jua zikimuinamia. Na wale wakakuja wakainterpret ndoto ya Yusufu, wakajua mwezi na nyota, mwezi na jua ni baba na mama, na nyota ni watoto wao wengine 11. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kwa hivyo watoto wao wakamshukia sana, na wakatafuta mbinu mbaya sana ya kujua vile wataondoa Yusufu kwao hapa nyumbani. Kwa hivyo wakakaa kwa kikao, kama vile unakaliagwa kila wakati, lakini kuinuliwe Mungu kwa sababu anakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kama ile kikao tu unakaliagwa na maadui zako. Nani hana adui? Mundu taritho metha yake giarwoko tukana hoe tuya kuone mwekwe hoya mature muoyo meonagire nani godo wewe bado tuona yeye atenegeza meonagire. Hiyo ripo nilikuwa naiba kwanza, naigwa naiba yote. Sasa miaka ni kama imesoka, mtu anazeeka. Hebu sikiliza nikwambie, hiyo kikao na unaga ukikaliwa ni kitu iko kwa Biblia, si wewe, si wa kwanza. Abia jirani yako wewe si wa kwanza. Mwambie hiyo tuvita unapitiaga sio wa kwanza. Mwambie ili andiko miaka ya kitambo. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ya kwamba Yusufu alikaliwa kwa kikao, na wakati walikaa kwa kikao wakaona hivi, kwa sababu ya kupendeka kwa Yusufu mbele ya baba yake, wakasema sasa kila tutafanya, sisi tumekataa kuja kuinamia huyu mtu. Sisi tumekataa baba yetu atuoneshage madharau kwa sababu anapenda huyu. Wakahapiana, kujeni tumshike tumwete tukamtupa kwa kisima, akakufia kwa ile kisima ya maji. Bwana Yesu na inuliwe sana. Haleluya. Sikiliza nikwambia hivi, jipati yake nguvu na story ya Yusufu. Unajiweka wewe ni Yusufu, hata kama utapangiwa mambo mabaya, mwishowe utamalizia vizuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hata kama utapangiwa mabaya na shetani aje, mwisho wako utamalizia vizuri. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Neno la Bwana linasema hivi, ya kwamba watu wale, neno linasema ya kwamba walipopanga hivyo wakamweka kwa shimo, Mungu akakuja kwa kijana mmoja wao after kwenda nyumbani. Akaikia ndani yake akasumbuka sana. Akaenda akaita wale wengine akawaambia, kujeni tukatoe Yusufu mahali tulimweka, kwa sababu akikufa hakuna faida tutapata. Afadhali tumuchukue tuweze kumuuza, tumuuzie Waishmaeli aende Misri akafanye kazi akiwa gopo, akiwa slave. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Haleluya. Na wakamshukua kwa aibu, wakamshukua kwa sababu ya kukasirika, wakamshukua kwa sababu hawako wanampenda. Na hivyo ndivyo Mungu, nilikuwa naambia pastor siku tukua mlimani, hivyo ndivyo Mungu ameniambia watu wengi sana walipotoka kwao. Wale tuko na wao hapa kwa kanisa, kuna watu walitoka kwao wakaenda kuajiriwa maid kwa sababu kwao hakukuwa kuzuri. Kuna watu walitoka kwao kwa sababu walikuwa na madeni, hata leo hawajalipa, kwa sababu hata waendagi nyumbani. Shetani na ashindwe. Na Bwana Yesu na inuliwe sana. Kuna watu walipandisha barabara kwa sababu ya aibu, kwa sababu kuna mambo ilikukuta ukaikia kwa hali fulani, unakuta ya kwamba hautembei kwa hiyo barabara watu wasikuone. Mimi nataka nikwambie na usikie ujumbe wa Mungu wa jana. Alisema watu wote waliotoka kwao ama mahali ulipo naishi kwa aibu, anakuja kuhafanya muheshimiwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na inuliwe sana. Mungu anakuja kuwaheshimisha. Kuna watu walitoka kwa ndoa zao wakatolewa kwa aibu kubwa sana. Kuna watu walifukuzwa kwao nyumbani wakatoka na aibu kubwa sana. Kuna watu waliinukiwa mahali walikuwa wameolewa wakatoka wakiwa kwa aibu. Lakini Jehova akasema jana, hata kama mlitoka kwenu na aibu, ninakuja kufanya muheshimiwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na inuliwe sana. Haleluya. Hivyo ndivyo Yusufu alitoka kwao, kwa sababu ya kuonewa kijisho, kwa sababu ya kupendwa na baba yake. Wakauga jama, wakaanza kuambiana, huyu kijana tumekataa kuja tukamuuze. Wakampeleka kule Misri. Bwana Yesu na inuliwe sana. Lakini bila kwenda kwa story yote ya Yusufu, wewe unakumbuka ya kwamba hata wakati Yusufu alifika kule Misri, ile kipawa chake cha kuota hakikukufa, alienda akaota mpaka kule. Bwana Yesu na inuliwe sana. Haleluya.
Na washa nikwambie hata kuota na kutafsiri Daudi alikuwa sawa sawa sana. Tero shoke tungetekele kehoge akukiuna ngone ngoma. Mwambie usikubali kipawa chako sivujavujwe na shetani. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hebu sikiliza hapa. Ya kwamba akiwa kule Misri, neno la Mwenyezi Mungu linasema ya kwamba alipokuwa kule Misri, Biblia inasema ya kwamba wale waliomuuza nchi yao kukawa na njaa, kule Kanani kukawa na njaa, na ndugu zake wameenda kumtafuta kule Misri. Lakini guess what? Sasa sio vile walimuuza, hata wakati wanamkuta hawakuwa wanamjua, kwa sababu hawakumkuta akiwa kwa aibu, hawakumkuta akiwa slave, walimkuta akiwa prime minister. Na hii ndio nataka kuongea siku ya leo. Hata kama ulitoka kwenu na aibu, ngojea kuheshimishwa na Bwana. Jehova anakuja, Jehova anakuja. Patia mtu high five, mwambie Jehova anakuja. Haleluya. Mimi najua kuna watu majina yao sio sawa saa hii, ya kwamba hata mahali unaishi saa hii kwa sababu ya kutolipa nyumba wakati unafaa, kuna majina unaitwa. Mtoto wangu usijali, Mungu aliyetoa Yusufu kwa aibu anakuja kukutoa siku moja katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu sikiliza hapa, ya kwamba ukawa na njaa kule kwao, na wakaenda mpaka kule Misri kutafuta chakula. Walipoenda hivi, Yusufu akajua, akawaangalia, akaona, na hawa ni madugu zangu, hawa ni wale walieniuza, hawa ni wale walienisukia. Naomba siku yake ifike, yako ifike kama hii, ya kuona wale walikudhalalisha, ya kwamba sasa ndio hawa ati adua ya lunewaya. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ya kwamba walimuangalia hivi, hawakujua Yusufu. Na washa nikwambie, Mungu kuna utukufu ataleta ndani yenu. Hata wale mnadhalalishwa, kuna watu hawatakuwa wanawajua. Naongelesha mtu nikiwa nabii wa Bwana, ya kwamba kile Mungu ataleta ndani yako, hata wale walikudhalau, na kwambia kuna kitu Mungu atafanya. Weki hawatakuwa wanakuelewa, weki hawatakuwa wanakujua. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ya kwamba ndugu zake walienda wote wakiwa wanaenda kutafuta chakula, kwa sababu Kanani kuna njaa na kule kuna chakula sasa ni Misri. Lakini hawakuwa wanajua ya kwamba kule wanaenda wanakuta mtu waliyeuza Misri akiwa slave. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ati walikuta mundu wale slave pereke nyabade mwile na bugode da wikarene thine wale twalia Yesu tenda wikarene bungo no inuru gamete pia mtu kiti na ule amesimama kwa mlango staki ya mtu hapo. Kashini tu, kashini na utabarikiwa sana. Ndio kuwe na hewa safi. Sikiliza nikwambie hapa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hebu sikiliza hapa. Nakwambia iwe hii neno liingie ndani yako. Na Mungu hakai kama watu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Mungu hakai kama watu. Mungu anakuwa tofauti sana na watu wale unajua. Na ukisikia Mungu akisema kuna watu wanakuja kuheshimisha, niliambia washungaji wangu, ngojeni mwaka huu tuko, kuna watu wataheshimishwa na Mungu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ni kuri andu Ngai aguteithia mwaka uyu, andu maumire kwao na giconoko, andu maumire kwao na maithori, andu maumire kwao magithie kwandikwo meiti, andu maumire kwao magithie kuruta wira wa migunda. Ni kuri andu Ngai aguteithia thini wa miturire yao. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hebu sikiliza nikwambie hivi, Biblia inasema ya kwamba na wakati ule Yusufu aliwakubali na wakakuja na wakajuana, na Yusufu akawapatia chakula. Lakini ilifika wakati watu wale wakawa wanakaa kule Misri, kwa sababu sasa Yusufu ni mfalme, Yusufu sasa ni prime minister. Na ujue ukiwa na mtu wenu ako kwa cheo kubwa, hata wewe unaweza kulia hiyo neema. Bwana Yesu na inuliwe sana. Wale waliouza Yusufu walikuwa wanakulia neema ya Yusufu. Tabo menyate mundu ule wakwendirio koragwo, mundu ule wakwendirio thio gatheneke, mundu ule wakwendirio thio geke kuona maundu moru, ati ucio ni woro kariagire neema yaku. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Lakini sikiliza nikwambie ujumbe wangu uko hapa, ya kwamba ikafika mahali wakati Yakobo hata akiwa mahali pale, Yakobo alikuwa amejijengea kaburi yake kule nyumbani kule Kanani. Bwana Yesu na inuliwe sana. Yakobo alikuwa amejitengenezea nyumba yake ya kulazwa siku ile atakufa. Na wakati ambapo sasa tumesoma pale chapter 50, Biblia inasema ya kwamba sasa Yakobo ashakufa.
Na wakati ambapo Yusufu amepata ile habari, akaenda kuangalia mwili wa baba yake. Hapo ndio unasoma ya kwamba Yusufu alikubatia mwili wa baba yake Yakobo, akalia sana. Bwana Yesu na inuliwe sana. Akalia sana akimuomboleza ya kwamba Yusufu aliomboleza baba yake muda mrefu sana, kwa sababu alikuwa anajua hata kama madugu zangu hawakunipenda, baba yangu alikuwa ananipenda. Bwana Yesu na inuliwe sana. Sikiliza mtoto wangu, nikwambie, hata wakikushukia wote, baba yako aliye mbinguni anakupenda. Mungu anakupenda. Hata kama watakushukia wote, kumbukaga Mungu anakupenda. Hata kama wataachana na wewe, kumbukaga Mungu anakupenda. Bwana Yesu na inuliwe sana. Yusufu alilia sana kwa sababu ya baba yake, kwa sababu alijua ya kwamba hawa wamebaki ni wale tu waliniuza mahali hapa, ni wale waliyepanga jama vile wataniua, ni wale tu walipangia jama ya kunimaliza kwa sababu ya upendo wa baba yangu. Biblia inasema ya kwamba kukaombolezwa siku 50 kule Misri kwa sababu ya kifo ya baba yake Yusufu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Na hebu sikiliza nikwambie hivi, Yusufu wakati alijua ya kwamba sasa lazima baba yake apelekwe akazikwe kule, alisema Kanani, alienda kwa Farao, akatumana kwa Farao, akamwambia Farao, naomba unipatie sasa ruhusa, kwa sababu kulikuwa na Farao na kulikuwa na Yusufu akiwa prime minister. Akamwambia Farao, naomba unipatie ruhusa sasa niende nikazike baba yangu kule Kanani. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hebu sikiliza kitu ya kushangaza iko hapa, na nakuombea hii ifanyike kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Ifanywe kwako, na wewe hautafanya kwa mambo mabaya ya kifo, lakini Mungu atumie shano yako ya kukufanyia mambo kama haya. Alipoomba ruhusa kwa Firaoni, Firaoni akamwambia, basi kama baba yako alikuhamisha, enda ukamzike. Biblia inasema hivi, sikiliza na usikilize vizuri. Yusufu akitoka kwao, alitoka akiwa amefungwa, akiwa slave, akipelekwa Misri. Lakini wakati wa kwenda kuzika baba yake, Misri ilikubali kuenda yote. Biblia inasema hivi, wazee wote wa Misri walienda pamoja na Yusufu. Wale watu wote wa ufalme wa Farao walienda pamoja na Yusufu. Waadvaisa wa Farao walijoini Yusufu kwenda kule kwao Kanani. Kuna mtu naongelesha nikwambie hivi, vile ulitoka kwenu sio hivyo utarudi katika jina la Yesu Kristo. Vile ulirudi kwenu, haleluya. Taleke kwenda thini wale tolea Yesu. Ule wa umile kwanyu tiguo gacoka. Ne kuria ndo makwonire kuma muthenya wa giconoko, no ni meterere gukwona ugicoka ringi kwanyu, tondu Ngai ni agacoka nawe. Tareke nyambe kwenda thini wa rĩtwa rĩa Yesu. Neno la Mungu linasema hivi ya kwamba Yusufu akirudi kwao, watu wote, wazee wote wa Misri, ndio Biblia inasema walienda pamoja na Yusufu. Yani msafara wa Yusufu kurudi kwao ulikuwa mpaka na magari ya vita ya farasi ya Farao. Yani wale walimuona akienda kwa uria makwonirio kiuma kwanyu, ndakuhoera uguo tiguo gacoka. Uguo makwonirio kiuma kwanyu, uguo tiguo gacoka. Na nindirareria mundu kwire atiriri, wingire thiine wa kiugo giki na uria Ngai araharirie ira ati ni kuri andu njukite gwika atia, kuheshimisha ni gwika atia, guteithia ni kuri andu njukite guteithia. Andu maumire kwao na giconoko, andu maumire kwao na mathiri, andu maumire kwao na maithori, andu maumire kwao magithie wira wa manyumba. Jehova kete kumuteithia thiine wa rĩtwa rĩa Yesu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Ya kwamba Yusufu akirudi kwao sasa ilikuwa tofauti. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kurudi kwa Yusufu kule kwao nyumbani ilikuwa si mchezo. Na nakuombea katika jina la Yesu, no gukoro kwi mundu wigikaro giki waumire kwanyu na mathina, ni mawaumire kwanyu ni tondu uria waconokete, ni tondu ni wageire mwana ukiingatwo kwanyu, ni tondu andu ni makuigeire kigenyo kichuko ukirutwo kwanyu. Haleluya.
Hebu sikiliza hapa katika jina la Yesu. Na kuambia hata ikifungwa tutaokea tu, kwa sababu hii ni ya Mungu, na ya Mungu inakuwaga na vita sana. Sikiliza na kuambia, na nataka ikie kwako kama dawa. Wale walikuona ukitoka nyumbani na hiyo kagua walikuona nayo, wale walikuona ukitoka nyumbani na hizo viatu walikuona nazo, wale walikuona ukitoka kwa jamii yako na hiyo hali ulitoka nayo, wagojee safari ya pili, kwa sababu kuna siku inakuja, siku ya kuheshimishwa na Jehova, siku ya kuheshimishwa inakuja. Bwana Yesu na inuliwe sana. Siku ya kuheshimishwa iko hapa karibu, na Mungu aliniambia baadhi yenu mwaka huu, si mwaka kesho, ni kuria nduga ya guteithia andu mahitukirite bara inedito muno, andu mahitukirite mathire magetwo maritwa, andu mahitukire bara inedito matu muno, kinya makarmeno ne andu ari angi. Ndakuhoya Ngai agatume oheithio gitio mwaka uyu thiini wa ritwa riake. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ndirariria andu ara kinya matathomete thiini wa kanitha uyu kwire ndukamake. Ngai witu ndararora githomo, no gukone kuri witwo witagwo ni kwaga githomo, we na tikwenda wendire gutiga. Ngai ni aroka gutuma ocithio akana waugatia guteithio. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kuna kuheshimiwa kukojiani, na wacha nikwambie hivi, siku ya mtu ya kuheshimishwa ikifika, usisikie wivu tafadhali. Ambia jirani yako usisikie wivu, kwa sababu kila mtu amepangiwa siku yake. Haleluya. Wacha nikwambie hivi, hata kijiji cha kina Yusufu kule alikuwa ametoka, wale watu walitoka Misri, najua hawakutoshea, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wakubwa wote wa serikali ya Firaoni walienda wote, wapata farasi walienda wote, wazee wale walikuwa na majina kule Misri wote walienda na Yusufu akazike baba yake. Yani kuna mtu naongelesha siku ya leo, nikwambie hivi, kile kimezuia Mungu watu wakikuua ukufe ni kwa sababu anajua kuna siku inakuja atakuheshimisha mbele yao. Utaheshimishwa mbele yao, utaheshimishwa mbele yao, utaheshimishwa. Bwana Yesu na inuliwe sana. Siku yaja, siku yaja, siku yaja, siku yaja, siku yaja. Watu wa madeni, wewe ulitoka kwa tauni nyingine ukaingia hapa sababu ya madeni na sikupenda kwako. Wewe ulifukuzwa kwako kwa sababu watu walikuonea kijisho. Kuna siku Mungu ametenga ya kuja kuheshimisha watoto wake. Na wacha nikwambie hivi katika jina la Yesu, wale walimuua, wale walitaka kuua Yusufu na wakamuuza Misri, waliangalia na macho yake na macho yao, serikali yote ya Farao ikienda kwa nyumbani kwa Yakobo kwa sababu ya Yusufu. Haleluya. Na kuombea hivi katika jina la Yesu, we musikufe, musikufe maadui, musikufe. Jehova ndukamorage, wasikufe maadui zangu, wasikufe, wasikufe maadui zako, wasikufe. Wacha wagoje siku ya Bwana ya kuheshimishwa, wakuone ukiwa unaheshimishwa na Jehova. Ndahoya matigakue, ndahoya matigakue, ndahoya tho ciaku itigakue. O tiga mundu urago ikiria roho wa gikuo ucio abataire gukua. No andu aya ange maririe, andu aya ange makwaragia Jehova Ngai, ndahoya thini wa ritwa ria Jesu, ni kuri andu gwitu muci kuria ndaumire maturogire tutikanathome, kuria ndaciarirwo ni kuri andu maturogire nigetha tutikanone maundu mega. Ndahoya ukinyerie muthenya wakwa, ona nie Jehova Ngai, andu aya makanyona muthenya umwe thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Bwana Yesu na inuliwe sana. Na kuombea siku ya leo katika jina la Yesu, Mwenyezi Mungu afikishe siku yako ya kuheshimishwa. Ni kule muthenya ukinyaga na matikahinga, kuna siku itafika na watafunga. Bwana Yesu na inuliwe sana. Imagine mtu aliyeuzwa akiwa slave, amefanya Misri kuwe kama ni serikali inapinduliwa, kwa sababu advisor wote wako kwa barabara wakienda Kanani. Wazee wote wale wameheshimika Misri wote wanaenda na Yusufu, wapanda farasi na magari zao wanaenda na Yusufu. Ate kule aliyeuzwa, kule alipakiwa kuuawa, wanaenda wote. Jehova Ngai, Bwana Yesu na atukuzwe sana. Jana wakati Mungu alikuwa ananiambia hiyo maneno, nilishika sikio yangu hapa, nikasikia kama macho itaanza kutoa machozi, kwa sababu najua wengi wetu hapa
kule tulitoka, najua vile mlitoka, ni vile siongeagi mambo ya watu, lakini wacha nikwambie, kuna wale walitoka kwao wakakimbilia kazi za maiti. Hakukuwa na option nyingine, hakukuwa na njia nyingine. Kuna wale walitoka kwao wakaenda kazi za mashamba, kulimia watu mashamba. Hata ukiona tumevaa masuti haya, ukiona watu wamevaa marinda mazuri, ni wona tukiwa ni kuri Ngai matuine, ni kuramenya kura tumete, ni kuramenya kithaka kiria Ngai atuhorithetie na Ngai akarugama hamwe na ithui. Na wona mundu akirathimwo tiga kuigwa uru tondu turamenya kura marutanite na Ngai. Wona mundu akirathimwo tiga kuigwa uru tondu turamenya kura marutanite na Jehova. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Kwa ni wadu poniri atiriri, Mwathani toka kuga ni wega tondu tumanĩtie kũraihu, wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhika kĩa taina icigwe. Mwathani toka kuga nĩ wega tondu tumanĩtie wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhika kĩa. ti kĩhingo, nĩ kĩhinga. Betha wauga kĩhingo nĩ kĩhinga. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Ni kũrĩ kĩhingo na kĩhinga. Etiguo kĩhingo nĩ gate, no kĩhingo nĩ kĩhinga nĩ gĩthaka. Kũu nĩ kumanĩrie na Ngai. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Na nĩkĩo mũtumia ũcio nyire rwĩmbo rwa akiuga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ njũĩ handũ acemanĩrie naguo. Itarĩki nyambe ndĩmwĩre ũndũ ũmwe, tiga gũthumbũka nĩ maica ma mũndũ ũrĩa ũngĩ. Turamenya mundu ucio marutanite kuna Ngai. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Wona mundu akiendia wega, turamenya mathina maria agereire na Ngai akamũkinyia hau amũkinyĩtie. Wona mundu ena kamuciĩ gake kega, tiga kũmũiguĩra ũru tondu aramenya kũrĩa marutanite na Jehova. Wona mundu athomithie ciana ciake ciathoma nginya university, tiga kũigua ũiru tondu ndũĩ kũrĩa marutanite. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Tereke jariria kanitha we wa mwisho tondu hii ni kanisa ya mwisho ile Yesu augire ati nigakona hinya gukira kanitha wa kiambiriria. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Kwi handu ja kufuaragiriria na nitakuhunjia muthenya umwe twikirima-ini. Kuna mahali Yakobo anaongea, anasema mahali tukutana na Mungu, mahali panaitwa nani? Wewe Jehova Ngai wa Israeli. Pastor Grace tikavogearia mieo. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Hebu sikiliza, lakini umejaribu. Nilikuhubiria mlimani tukiwa kule juu, nikakwambia kuna mahali ambapo Yakobo alimimina mafuta, na mahali pale anasema tuliko hapo ndio tukutana na Mwenyezi Mungu, mahali ambapo panaitwa Luzu. Bwana Yesu na ainuliwe. Wewe unakumbuka ama hujakumbuka? Bwana Yesu na ainuliwe. Luzu, mahali ambapo walikutana na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu, hebu sasa ruhusu utaona hapo. Hebu sikiliza nikwambie hapa. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Sikiliza hapa ya kwamba ni kuri haria mundu macemanagiria na Ngai wake. Ni kuri handu Ngai akinyaga ona mathina-ini Ngai agacemania na mundu ucio. Na reke nyambe ndimwire kile kiratuma kile kitu kinafanya watu wakufe mapema saa hii, ni kwa sababu haujui ni covenant gani huyu mtu unapiga waliweka na Mungu. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Tereke nyambe ndimwire ciana ciakwa cia kiroho, usitake kukufa mapema. Haujui ni covenant gani mtu waliweka na Mungu wakati walikutana. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Kwa sababu kila mmoja ukiona akikumbukwa na Mungu ni kurameranira na Ngai, ni kurekerekaniro gyaku na Ngai, ni kuri mundu werire Ngai ungikanda thima na nine ngarugama kigongona-ini gyaku. Kuri mundu werire Ngai ciana ciakwa ingigathoma ni ngarugama kigongona-ini gyaku. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Kwe mundu werire Ngai Jehova ungikahe muthuri. Haleluya. Ani neka tola de muthingu no kigaruruka. Bwana Yesu na sana. Hebu sikilizeni hapa. Ni kuri handu mundu acemanagia na Ngai, na mundu ucio ungigathie kumuhura Ngai niagakuraga. Ngai niagathukagia muturire waku. Ngai akanina destiny yaku. Ni tondu mundu ni kuri haria macemanirie nake. Bwana Yesu na ainuliwe sana. Tereke muhunjirie gĩkĩ ũmũthĩ nĩgetha mũherewe. Na ndĩramuhunjia nĩgetha mũgĩe na ũũgĩ. Nĩgetha ona ũkinya muona mitandao-inĩ kũrĩa andũ makĩrumana. We ndũgeke atĩa?
wewe ndugeke atia wona huja makirumo mitandao-ini wewe ndukarumane tondu reke nyambe ndimwire generation yetu enayo ithina-ini munene muno tondu reke nyambe ndimwire wendo witu ndunambia haha wambiriirie kihinga kia Bwana Yesu na inuliwe sana. Hebu sikiliza nikwambie hapa, hata ukiona watu wakitusiana haje kwa mitandao na wewe ni mtu ameokoka na ni pastor anatusiwa, wewe nyamaza. Wewe fanya nini? Jifanye haujaona, kwa sababu asheni waambie, katikati ya wale wanapigwa wakiwa na makosa, kuna wengine wanapigiwa hapa katikati hawana nini, hawana makosa. Na ukienda kutupa mshahara wako pale, unakuta unaingia kwa ghadhabu ya nani? Ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Terekenya bade mwire ni una muhujio na ona kihuru atia mutandao-ini ni terora giroro uguo no ndikimenya we innocent no ginya ndikuhoera ikimenya we nduri innocent kaikadia terekenya mwire kaundu kamwe na rekenjerie tondu wa mbere ona andu a mitandao ni jeni meterine muno jarie tondu andu metagira jarie mathima kaunti ya itana uga kuria ni ndirauga haha ndira nikirerie nyambe ndimwire kwina thina wikwo bururi-ini na gutiri mundu utaramenya ni tondu wa mbeca iria rutogire ni akuheana. Sikida mtu anajua. Sikilizeni niwaambie kitu kanisa. Na kanisa la Bwana na waongelesha kwa unyenyekevu. Tereke itemwire. Kindu kimwe mutoi. Muthamaki wanyu ni sacrifice ya arutira Ngai. Nyinyi munaona pesa za harambee lakini hamjui ya kwamba anatoa nini? Na hata watu wake wale anaongoza hakuna mtu anajua. Na niliambia hawa mapasta juzi nikawaambia, akimeki kutoa hiyo sacrifice nitukuhoyanga nitukwekatia tarekenya bende mwire aruta kiwarauga ni akuruta na jenda ni kugweta athi atware mathabahu-ini ma Ngai uguo tondu ngejanjirie mundu ucio ni thabihu araruta ni sacrifice anatolea Mungu kwa sababu mambo si mazuri. Bwana Yesu na inuliwe sana. Lakini akitoa oi ole wetu tutamwendete. Bwana Yesu na inuliwe sana. Tarekenya bende mwire wona aruta Ngai sacrifice ya araruta na gutire mundu Kenya wanarutira Ngai sacrifice teyo mumenyagio ndina twaro gwa kanitha cia dini ya twaro kwa kanitha ciake imepelekwa kwa kanisa ya kiroho, na kwa madhabahu ya kanisa ya kiroho iwekwe milioni kama hizo ikiwa sacrifice. Huyu mtu hata upigane na yeye ni kazi ya nini? Kule. Hebu sikiliza nikwambie, unajua wengi hawatapenda hii, lakini nataka nikwambie for free. Akitoa hiyo, sasa mjitayarishe, tunaingia tamu nyingine na yeye. Tunaingia tamu nyingine na nani? Bila kupingwa. Tarekenya bende mwire power of sacrifice nyinyi hamujui, lakini anajua, anaelewa vizuri sana. Ground haiko nini, so amejua na nyinyi mtajua. Sasa mimi nawaambia na wapatieni muda, hata wao wanapigana. Akiwekelea hiyo kwa madhabahu tukwambia kumuina taweko, utakuta tukianza kumuiba kama tutabadilisha ile ya K ile ya Kasongo tuanze tege tukati. Bwana Yesu na unajua watu kwa sababu namba 1 hawako kwa roho hawajue kile mfalme anafanya. Na watu wengi sana hata wanasikia wakiongea wanaongea tu wapitishe maneno, lakini nataka nikwambie anainua sacrifice kwa Mungu. Na wacha nikwambie ikiwa kuna kitu kupiga ni gumu, ni sacrifice imepelekwa wapi? Kwa madhabahu. Hata uwe na nguvu namna gani, tarekenya bende mwire ha unadikwa kwe mundu nyendete ni unadirari ko demo tukanire tondu ndi mundu nyendete handu muno no ni ndirona giuthi giki ura giguthie we. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Tarekenya bende mwire ndimwiraga atiriri, nimewafunza sana mambo ya kutolea Mungu dhabihu, lakini watu wengi sana hawajui. Watu wengi sana hawajui ya kwamba
Hata ule wakati mwingine sikiambie, yule walikuwa wanashindana na yeye si mtu wa kutoa kwa kanisa. Si mnajua hivyo? Si mnajua si mtu wa kutoa kwa kanisa? Lakini huyu alikuwa anatoa, naenda anatoa milioni 1, anatoa mahali ingine milioni 2, milioni 3. Igothe twahura garuhi uguo. Kinya tugatumithia kinya nguo. Kinya kofia. Kutie mundu ta kinya ona betha ko tikwe cia no age nyumba. Ya ina daga kofia. Tondu wa mbere number 1 ni amenyete secret. Ate sacrifice ni tetagira mundu thini wa thamaki wake. Na niĩ reke njemũre niĩ ndingĩigua ũru tondũ ona mbeca icio mũthamaki kĩrĩa ahĩtirie na nĩ akwenda advicewo. Kile moja alikosea ni kwenda kututangazia kwa mitandao. Unaona, kwenda kutangaza mbele ya watu kwamba nitatoa pesa kama hiyo, na unajua Kenya tu vile kuna temperature ya siasa iko juu sana hapo pia kikosea. Lakini angepesa Mwenyezi ataka kutoa na asiambia watu. Unataka kuniambia naweza kosa pesa ya kutoa yake hiyo? We eke twarie ma milioni 20 Ruto no are munde kurutira Ngai. Mundu wina ndege, mtu ako na ndege. We milioni 20 ni nini kwa rais? Bwana Yesu na hatukuzwe sana. Unajua watu kwa sababu ya political temperature ile iko, watu wanaona kama ni pesa mingi sana, lakini na kwa pia hata ahadi alisema atachangisha, ako na uwezo wa kutoa akiwa peke yake. Kwa hivyo kila mtu kwa sababu sisi tunapenda pande zote, sababu watu wote si ni wetu, na sasa hakuna uchaguzi. Lakini pia hivi hata ukiona matusi na tusialo kwa mitandao, usijaribu kuandika jina ya matu, usipiga mshukaji, sababu mshukaji hakuwa na makosa. Tunaomba saa hii tunawaambia kujeni mtusaidie tufikie Mungu kwa namna hiyo. Hata hakuna mtu alikuwa anafikiri atatamuka pesa mingi namna hiyo. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Nimeona watu wakiniuliza, hata nimeona dada ako pale aliniuliza, "Apostle, wewe unasema aje kuhusu hii milioni 20? Wewe sister, karishi yakwa. Wewe nesi yakwa. Wewe tarakenya bekwire. Daruni ndona kirie mweke twarira Ngai. Mimi niko na uwezo wa kupelekea Mungu wangu 1000. Wewe unapeleka 5000. Tuna mashindano na wewe." Bwana Yesu na imburiwe sana. Washeni waambie na kila mtu aweze kujua hapa anaongelesha watu wa kanisa hii, kwa sababu pastors, kuna vita ya Mungu mwaka huu. Niliwaambia tukivuka mwaka ya wale wanafanya mambo mabaya, na kuna wengine watakuwa wanapigiwa bure, kuna wengine wanapigiwa tu bure. Mimi sina wivu. Mimi najua rais hapa hawezi akakuja kanisa kama hii ya mabati ile tuko nayo saa hii. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na siwezi nikasikia wivu kwa sababu anaenda kutoa mahali pengine, lakini na waomba tupatie washugaji wa Mungu respect. Msikubali kutusi mtu. Wewe ukiwa mshirika wa kanisa, usiandike mambo mabaya kwa mitandao. Bwana Yesu na inuliwe sana. Washa wapelekane kule, watafanya nini? Lakini ghadhabu ya Mungu, kuna kitu naogopa sana, sababu angalia vita ya Mungu inakuwa mbaya sana. Hata uombewe na nani, ukiwa unapigwa na Mungu inakuwa kazi ya bure. Mtu anakufaga ukiombewa. Vita ya Mungu unapigwa na Mungu. Hata upelekewe pasta nani ama nani, unakufaga tu ukiombewa tu. Unakufaga ukiombewa tashi. Unamalizikaga tu ukiombewa. Lakini kama ni vita ya kupigwa kule nje, upelekewe watu wa Mungu, wanakuwekelea mikono na vita inaondoka. Bwana Yesu na inuliwe sana. Na mimi nimeongea kwa sababu mimi najua kitu moja, hata sisi tunaweza kuhitaji kesho ama kesho ikutwa kuhitaji hao watu. Na mimi ninawaambiaga hivi, usikubali kupiga mtu yeyote. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Wewe ukiona fanya kazi saa hii, kuna wakati hapo Mungu ametupatia after muda hii, si tunaenda kupiga kula. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Ile wakati tutaona huyu hakutusaidia, si tutachagua mwingine. Lakini mimi sioni haja ya matusi kwanza kwa washugaji. Mimi siongei mambo ya wanasiasa. Sana naongea mambo ya watumishi wa Mungu, kwa sababu nimeona matusi ile watusi inatusiwa watu wa Mungu wa jameni, ni matusi baya. Na mimi najua, mimi nimeangalia watu wengi sana waliopiga hii kanisa, Mungu akiwamaliza nikiwa naangalia. Kuna mtu alienda akatostaki, alikuwa mtu wa pande hii, kwa sababu ya kwenda kupiga makelele watu wengi sana wanamjua.
na akaenda pale juu, wakashikana na watu walikuwa shauri, wakaenda kutustaki tukiwa shauri kwa sababu ya kupiga makelele. Huyo mtu alikuwa anajulikana sana ni wakiabodhe pande hili, tukiwa shauri tukihubiri pale kwake kulikuwa hapo. Akaenda na kukakuja kukashikwa watu fulani pale shauri, wawe ya kwamba wao ndio wanasema tunapiga makelele sababu ya kuomba. Nimeangalia hao watu wote, hiyo timu yote ikiisha kwa sababu ya kupiga kanisa. Shetani na ashindwe. Siwezi penda mtu aingie kwa vita na Mungu. Washeni niwaambie, piganeni nyinyi wenyewe kwa wenyewe, lakini vita ya Mungu mimi nawaambia inakuwa mbaya sana. Sababu Mungu akikuamulia hata uingie kwa shimo gani ama uende wapi, lazima Mungu atahakikisha amekuweka chini. Na vita ya Mungu inakuweka kumaliza mpaka anakuweka kwa kaburi. Bwana Yesu na inuliwe sana. Sikilizeni niwaambie, kwa sababu najua mambo itatokezea mingi sana, watu wataongea kila wanaongea. Wewe usikubali. Ule si kanisa, hakukuja hapa kwetu, hakuongea mambo ya mountain of God. Na wewe usiende kutaja mtu kwa mtandao, kutusi mtu. Usitusi mtu yote. Bwana Yesu na inuliwe sana. Washa wapelekane kivyao, washa wapelekane na sisi tupelekane na Mungu wetu aliyetupeleka shauri. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Nimewaongelesha kwa unyenyekevu kwa sababu najua ghadhabu ya Mungu, kuna watu itashukia hivi, na kuna watu utakuja kusikia mtu alitusiana mahali akatusi mchungaji amekufa, mwingine ametusi mchungaji. Mliangalia mwimbaji mmoja alikuwa anaitwa aje, ule alikejeli Ng'ang'a, alikuwa anaitwa aje nani? Yes, huyo kaka oh, King si kaka. Hebu sikiliza, huyo mtu isipokuwa ni kuokolewa, ameokolewa na Mungu. Huyo mtu alikuwa wakwenda kwa kaburi. Mtu mzima anaiba nyimbo za Mungu, amegojeka mpaka unaona mate yenyewe inatoka kwa mdomo, kama mtu ambaye amezaliwa kama hayuko sawa. Na ni kucheza tu, sababu mtumishi anaashiriaga neno, na ile neno linaweza kosa kukuja kwako leo, lakini nataka nikwambie litakufuata kila mahali ukienda. Unakuwa na vita na Mungu. Mara ya mwisho unakuta mtu ambaye alikuwa na fisha mzuri ameenda kwa kaburi. Mimi naomba kwanza washirika wangu wale wananisikiaga, vita washungaji, msikubali kuingia. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Wewe washa mtu aongea kila ataongea, lakini wewe unyama, wewe jiangalilie na macho. Sisi tuliomba, kuna watu ambao waliombea hii serikali kutuliko sisi. Tulikuwa tunasema mlimani wiki mzima, sisi tulikuwa tunaenda pale kila mwezi, mwaka mzima wa uchaguzi wa 2022 mpaka August, tunaenda kila mwezi wiki mzima, tunafugia kule mlimani, tunaenda Tuesday, tunarudi hapa Saturday, tukifuka kwa sababu tunataka serikali. Na hata kama sisi hakuna kitu serikali imetufanyia sisi, Bwana Yesu na inuliwe sana, sisi hatutapigana na wao. Mungu yule tuliita, kama hawatafanya kazi, yeye ndiye atafanya hukumu yake. Bwana Yesu na inuliwe sana. Mungu atafanya hukumu. Na naongea hivi ukijua, haujawahi niona Karen, haujawahi niona wa Munyoro, haujawahi niona kwa Ruto, ama uliona siku moja kwa picha nimepigwa kwa nasahani hivi kwa Ruto ama kwa Munyoro ama kwa nani? Mimi siedaki. Na hata hii ya Karen nilikuwa nimeitwa, watu walikuwa wanaenda na mimi nikakataa kwenda. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Mimi siedaki mambo ya siasa, lakini nataka niongeleshe kanisa leo, msikubali kuingia kwa vita ambao sio zenu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Usikubali kuingia kwa vita ambao sio zenu. Mimi nilisema kama sifai kwenda kwa wafalme wanafaa kuja kwa madhabahu tuombe. Tareke nyabede mwile. Na hii ndio tofauti kubwa sana na shida ile tuko nayo kwa nchi ya Kenya, ya kwamba kwa sababu ya hizi zetu sisi tunaenda kwa wafalme wa. Mfalme anafaa akuje kwa madhabahu ya Mungu. Kwa madhabahu ya nani? Anafaa kuja kwa madhabahu ya Mungu. Lakini sisi tukienda kule, hasoma Biblia usikie kama kuna mfalme, kuna nabii. Nabii alikuwa anatumwa na Mwenyezi Mungu kwa mfalme kama amekosea. Si kwenda kuambiwa mambo ya kufurahisha. Anaambiwa Mungu amesema hivi, wewe umekosea. Na Mungu amesema kuna ghadhabu analeta. Hata Daudi alitumiwa Gadi. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Akaambiwa wewe umefanya makosa. Lakini mimi hata kampeni ifike na kuambia na usikie kutoka kwako, hautawahi niona wa Munyoro, hautawahi niona Karen, hautawahi niona kwa Ruto,
kwa sababu kuna kitu moja nayepatia heshima, yule Mungu mimi namwabudu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Mimi huyo Mungu namwabudu. Huyo alinitoa pale hapo hawangenijulia pale Sauli. Huyo ndio mimi nafanyaga nikae kwa hii madhabahu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Wewe ukiitwa wewe enda. Wewe ukiitwa fanya nini? Wewe enda kula kile unakula. Na hiyo pesa usiweke kwa biashara. Ukiweka kwa biashara inafanya nini? Inaisha. Lakini mimi nakwambia na usikie baba wako wa kiroho. Hata kuwe namna gani, hautawahi nikuta. Hata niitwe na nani hata hapa. Niitwe kule, hata kuna kitu kinagawa, kuna kitu kinagawa kwa meza. Mimi siwezi nikaenda. Wacha nitosheke na mashiriki ile niko nayo. Lakini watu wale wanafaa wakuje kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Tuombe. Bwana Yesu na inuliwe sana. Lakini sasa kasimu kidogo. Hebu nikuulize hivi. Mimi nimeenda na washirika wangu wako pale. Mko pale Filistamasi. Mko pale. Tolomio kanyamu na twalomio na yule. Kati ona papa wetu wake rohori apostoli. Hapa apostle amepaka laini. Shetani na asidwe. Na Bwana Yesu na inuliwe sana. Mimi nakwambia hata kuwe nani ama nani, hautawahi nikuta hata siku moja. Kwa hiyo kikao. Ate hapo hapana. Mimi ule atakuja asikia anapendezwa na sisi, atatukuta wapi? Hapa kwa hii madhabahu. Hapa ndiye atakutukuta. Lakini sio mimi niende kule. Hapana. Siendi kuuza Mungu wangu. Ule aliniona nikiwa pale Sauli. Hapo. Na hakuna mtu akitupendea pale. Hapana. Hiyo nimekataa. Bwana Yesu na inuliwe sana. Lakini wewe ukiitwa usikie kuna 10,000, wewe ingilia Naivas, maunga, weka maunga ya kupeleka kwa nyumba. Weka maunga, masukari, zero na mishele. Wewe enda ukiwa hepe kwa nyumba yako. Lakini hiyo pesa usiende kujoin na ile pesa yako ya biashara, kwa sababu utakuja kulia peke yako. But Mungu ni mwaminifu sana. Mimi nawaongelesha kwa upendo, kwa sababu mimi siwezi penda kuona nikipoteza mtoto wangu wa kiroho. Na kuwaka na ushuku sana nikiona mtoto wangu wa kiroho akiwa kwa shida. Na kuwaka na ushuku sana nikiona mtoto wangu wa kiroho akiwa mgonjwa. Na kuwaka na ushuku sana nikiona wale watu mimi nahudumia wakipitia hali ngumu. Inafanyaga nililie Mungu sana. Bwana Yesu na inuliwe sana. So hata wewe hiyo vita usiingie. Na washeni niwaambie nikimalizia hapa. Kuna kitu moja nataka usome. Na usome hawa watu, kwa watu wale wako juu sana saa hii. Wale wako juu wengi ni watu ambao wanajua kumtolea Mungu. Wanajua kutolea nani? Kutolea Mungu. Na kutolea Mungu inafanyaga naye Mwenyezi Mungu ni kama kujekea Mungu madhabahu tu. Unajenga madhabahu ya Mungu kwa maisha yako. Saa hii tuko na watu wengi sana maskini. Si kwa sababu ni Mungu, ni kwa sababu number 1 hawajui kutolea Mungu hata kidogo. Hawajui. Mtu anapata hata ukipata dini. Shetani alikuweka roho ya wivu kwa kazi ya Mungu. Lakini ukienda kule kwa mambo ile ya kule unaweza toa pesa mingi sana. Lakini kwa nyumba ya Mungu hauwezi ukatoa kitu. Na hii ndio inafanya watu wengi sana ujikuwakute wako chini, hawabarikiwi na Mungu. Bwana Yesu na hatukuzwe sana. Tajori ndio shoke kana utagira ngai. Tamurie kana utagira ngai. Wewe goka huyo mtu. Goka huyo mtu analala hapa. Muulize kama anatoleaga Mungu. Watu wengi, wacha nikwambie. Kule wakati tulikuwa tunakunywa pombe, wakati mtu, hebu fanya hivi, umekunywa pombe na usidanganye. Umekunywa. Wewe wacha uongo, inua mkono, wacha kujifanya hata. Unajifanyaga wewe, Ruth, wacha kujifanya, hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Hebu sikiliza nikwambie. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kule kwa vilabu wakati tulikuwa tunaenda kwa vilabu, tulikuwa tunasema chafua nini? Chafua meza. Ya kwamba mtu wote anaingia hapo, hata wewe ni kama kuna kisha inakuwaka kwa mrevi. Unakuta ya kwamba mtu wote akiingia pale, unasema hata humjui. Wewe sister umeniangalia sana, pewa mo. Hata wewe haumjui. Shetani na asidwe. Ya kwamba tulikuwa tunaenda na 5,000 kwa kilabu, tunatoka bila chochote. Lakini jiulize kwa kanisa, wewe uliokoka, wewe ulitoka kule kwa kanisa, unafanyaga nini? Kwa kanisa saa hii tunasema tuwawekee kanti hapa chini. Ndio kaumoko ile mondo kinyaka turugi gashiriki 10 hapo. Na kule kwa kilabu pombe inatoka pesa ngapi chupa moja saa hii? Ndio unaligeredia kunywa joy.
Pombe inatoka pesa ngapi? Ate? Hebu fanya hivi, unajua pombe inatoka pesa ngapi? Tafadhali tuambie, fanya hesabu kipo. Ni ngapi? Ni ngapi? Pesa ndogo ni 250. Na hiyo ni gani sasa? White calf. White. Aya, wewe umesema wewe kwanza utaona biguni. Wewe kwanza utaona Mungu na macho yako. Kwa sababu na wewe si hypocrite. Ile ya bei kali wewe umekunywa, umetoka juzi kwa kilabu. Ile ya bei kali sana inakunywa saini ya gapi? 600. Roho mzinga. Atiro mzinga. Mzinga yani ile mzinga. Ati inatoka gapi? 600. Jina unaijua? Unajua jina yake? kuna Chrome, Captain Morgan. Hebu sikilizeni hapa. Mungu anataka watu kama hawa. Telekenya bede mwili otomwe. Wewe sheka tu. Lakini Mungu anatafuta watu kama nani? Mtu ambaye ashaoja kule kama vile Saulo alikuwa akiua watu. Na Mungu akakuja akamabadilisha, akaanza kuhubiri injili ya nani? Sasa jiulize hivi. Kule ni 600 ndio imesemekana. Na kaira hivi hapa. Inakuwa rahisi hivyo. Ni hata nafikiria ni pesa mingi. Ya pesa dogo. Ya pesa mingi. Ya pesa mingi. 15, 16 na kuna ya hata ya 25. Hiyo ni gani? Kuna Serecast. Serecast. Na ikine gani ile umetoka hapo kunywa ya bekari? Jameson. Hiyo ulikunywa pesa Kwanga ya 2500 by that time. unajinunulia ama unanunuliwa? Nanunuliwa. Niye ndahoya Ngai yahe yapata leo hika. Bwana Yesu, na ukitaka mtu aokoke vizuri, kama huyu akiokoka, anadumisha wokovu kabisa. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hebu fikiria hivi. Sema amejinunulia 2500. Na hiyo utakunywa moja ama ni mingi? Kama gapi ndio usikie kishwa imekaruruka? Moja iko sawa. Sasa jiulize hivi, na watu marafiki zako wamekuja. Marafiki zako wakikuja pale unasema wapatie hawa. Na unajua walevi wanapeanaga sana. Shida ya walevi haweza kukunulia chakula, wanakunulia katu pombe. Wewe ukunywe lakini kukula ni shida yako. Lakini wakati tulibadilishwa tukakuja kwa ufalme wa Mwenyezi Mungu, sisi kwa Mungu hakuna kitu tunatoaga watu wengi. Na hiyo ndio inafanya ukute ya kwamba wakati ulikuwa kule kwa pombe ulikuwa unapata pesa sababu shetani alikuwa anafurahishwa na hivyo. Wewe ulikuwa unapeana kule. Shetani analeta unaenda unapeana kule. Lakini kwa Mungu hakuna kitu unatoaga. Shetani na ashidwe. Wewe ukipata yako ni yako peke yako, unakula mpaka wewe ni mtamu sana. Lakini wakati ule wa kununua sisi tulikuwa tunakunywa ile mwaka wa 1999 nilikunywa pombe ilikuwa inaitwa Bozoi. Bozoi sijui kama labda ziliisha hizo. Hiyo ni mwaka wa 1999 na 98 na mwaka wa 2000. Hizo ndio pombe tulikuwa tunakunywa, lakini ilikuwa inaitwa Safari King. Safari King sijui kama wewe umetoka kwa pombe juice. Ya mwisho wewe ulikunywa gani? Safari King. Wewe wacha tuanywile leo yako wewe tiga. Nikunywa. Hata ulikunywa Safari King? Hata Bozoi. Na wewe siku moja ulikuwa unatumia pesa ngapi? Rani Giribiri. Kwa Mungu. Tukuje kwa Mungu. Tukuje kwa siku moja ni 1000 ngapi? Anasema ametoa. Kwa Mungu tuseme wewe si hypocrite. Unatoaga kama nini? Ni moja. Lini? Zabiu.
hauko ndwareke arethi wega. We tuseme hivi leo tunafunza watu na wewe leo umeamua kutolea Mungu nini? Nitamtolea 500 lakini kule kulikuwa we tareke nyabe de muri atediri. Bwana Yesu sana. Ni wapi unafaa kuwa unatoa sana? Ni kwa Mungu ama ni Mungu ndiye anatubariki. Washeni waambie kitu. Niliambia hapa niko na timu ya mama wangu hapa. Nikawaambia na hii naongeaga kutoka bottom of my heart. Bila unafiki. Hawa wamama nikawaambia siku tukutano hapa, mimi ukiona nikifanya kitu wale watu wanafanyaga nifanye, uone kuna kitu nafanya hapa kwa kanisa, ni watu kutoka nje, si washirika wangu. Mimi niko na watu ambao wanasimamaga na mimi. Watu wa hii kanisa wale wanasimamaga na mimi hawawezi wakafika watu 10 na kuambia mbele za Mwenyezi Mungu ule alinipatia hii madhabahu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Mimi nakwambia kutoka ndani ya moyo, mimi ukiona nikifanya kitu, ukiona kama hata ile uliona pale nikifanya pale, ile nilikuwa najenga daraja nao 70,000. Nilikuwa nimepewa na mtu Disemba ya sikukuu, pesa ya sikukuu 54. Alinipatia 54,000. Nikakuja nikaongelea zile nilikuwa napatiwa na watu wengine kidogo kidogo, nikajenga ile daraja. Bwana Yesu na inuliwe sana. Mimi ukiona nikifanya kitu, mimi ni watu wa nje wanasimamaga na mimi. Hata sasa kuna mambo mingi sana inataka kufanywa kwa kanisa, lakini wacha nikwambie, na kuwaka kwa hali gumu sana, hali gumu, kwa sababu na waangaliaga naona wengi wamekamatwa na shetani, ndio waishi wakiwa maskini, ndio waishi wakiwa fukara, ya kwamba hata ukaopewa na watu wafunge na watu wafasti kama vile tunafasti siku mingi, unakuta ya kwamba wewe haubarikiwi, kwa sababu namba 1 mkono unayepeana ndio unafanya nini? Sasa utapewa wewe, unapeana nini? Na wewe Mungu amekubariki na kazi. Wewe tunawaobeaga hapa watu wanapata kazi. Wakipata kazi mtu anaenda. Ukipata kagari kadogo tu, Mungu amekujaribu. Ndio hapo kama hii Pastor Grace anaendesha kule akiubayuba kwa barabara. Unakuta mtu ameenda, niliambia Pastor Mama Sharo ako wapi? Mama Sharo ameenda kwa wapi? Amekaa wapi leo? Mama Sharo umekaa wapi leo? Wewe hututiraga kanisa wewe huko. Nikaambia kijana wake Shaus jana mlimani, nikamwambia wewe, unajua nimekusoma Pastor Shaus, wewe ukiwa na pesa wewe huwezi lala kwa kanisa, lakini zikiisha Morris yako wapi? Hata Morris ukiona akilala kwa kanisa kumefungana kabisa, kazi haipatikani. Lakini siku ile kutafunguka kazi. Dadi, endelea kuniombea. Dadi, endelea kunikumbuka. Mtu akipi? Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sareke mwele. Kaini tagirira tukakinya handu ati unakula thima tukagaruruka. Hata ukibarikiwa utafanya nini? Hautatoa upendo wako kwa Mungu. Angalia watu wengi sana vile mnachelewa after kuanza kupata pesa. Sasa watu wengi sana wanabarikiwa. Murugi ako na duka sasa ukakubwa, naona tunaiba na yeye kwa mitandao, namwambia congratulations. Murugi, kanisa unafika saa ngapi? Na ni wewe unipeleka kwako na ukaniambia ni anointi kwako unataka kubarikiwa. Tukaenda mpaka Carolina sijui na Pastor gani. Tukaenda tukawanointi kule, Mungu akakubariki, sasa umebarikiwa. Lakini kanisa ni saa 6. Saa ngapi? Wewe wa viasi. Jirani yako sasa Murugi hapo. Huyu wa viasi Saida kulikuwa kumehata kabisa na kumehetana kabisa. Tulikuwa tunakutana naye hapa saa 2 kwa maombi. Hata sisi siku ya maombi, apostle nimekuja kwa sababu si kuzuri. Sio kuzuri. Lakini muulize sasa, wakati sasa kumekuwa kuzuri, anafika kanisa saa ngapi? Hata maombi asubuhi hakutaki. Na waombea msibadilishwe na baraka. Mungu anataka kuwabariki sana. Na hivyo umesikia Mungu wewe ngojea mwaka huu. Ndio ni kai. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Mungu akikubariki, usibadilike, usiwe mtu wa kubadilika hata kidogo. Usiwe mtu wa kubadilika. Wengine na waombea hapa ati kuna madamu. Yeye madamu sio atakuwa Pastor Grace watu ile
ati twamuhoire haha Ngai akimurathima agithi gucokia ngatho kanitha-ini uki ati ndio hapa sasa kwa mwalimu akatoka kuaga ngoro. Tumemuombea hapa, Mungu akamfungulia mlango wa hisi. Ngatho zikapelekwa kwa kanisa hiki. Ukiona twaragia Ngai ati niki giatumire hoe gicoka ngirira kira mwathani sore mwathani. Hebu nikwambie hivi sister, kwa sababu wewe umesoma, unaona zile tumashida unapitiaka kidogo kidogo, Mungu kuinua siku moja na usibadilike. Wewe usibadili. Niĩ ndikwenda ũrathimwo nĩ Ngai ũnyandĩkagĩre harĩa mũtambo-inĩ ũyũ wa life haha ati following ati we nyũmba gwaku tondũ mbeca cingĩrire na kinya kanitha ndũroka following. Shetani na acidwe na Bwana Yesu na inuruwe sana ati haha following no cio nyingĩ kũrĩa acirika akwa ati marathimetwo matiro we Bibia Nelson we Nelson andũ marathimo manyandĩkagĩre following me nyũmba mũndũ nĩ nyama araria na ithuĩ twĩ kanitha-inĩ nĩ kũhoya tũrahoya following we Frida. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na kila mtu mjue hivi, kila mtu anataka kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye adoigana haa magiruka ndio unakaja kulathima ate ndũngĩgarũrũka teka gũkũ kigo ndũngĩgarũrũka igathi macio maheni igathi macio nĩ iyo nĩ wewe wa mwaki we igamguo kwa macio nĩ maheni macio weka chini we kwanza. Hiyo ni uongo kabisa. Weka chini. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Mungu akubariki ya kwamba tukuone vile tulikuwa tunakuona. Unaingia kwa kanisa mapema, unaomba vile ulikuwa. Kwanza watu wakibarikiwa, unaona hii maombi tunaomba hapa ya moto. Fire. Watu wakibarikiwa unaonaga. Mtu anaangalia kwanza wewe atu agoko wito na hema ya. Agoko wito unaona mwala adimo no kinya mundu athi acarie toto. Fire. Leo ni ndoragirwo haha rungu uguo mwatwikire jaji sasa. Shetani na acidwe na Bwana Yesu na inuliwe sana. Beleni wakati wa masida kwa nini hamukuvaa? Lakini sasa hivi umebarikiwa na Mungu. Jamani, mimi sisemi usivae, vaa, ni mzuri. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Lakini kondo la gogo ndio tunaikia fire. Tuma moto kwa Shetani, tuma moto kwa mshawi. Shetani na asidwe na hii inafuta muda macho. Hii inaifuta na nimeona hainioni mshe mzuri. Hebu sikilizeni niwaambie. Ukibarikiwa, Bwana Yesu na atukuzwe sana, na Mungu akuinue, usibadilike. Kama ulikuwa muombaji uendelee kuwa nini? Kama ulikuwa unahubiri uendelee kufanya nini? Kama ulikuwa umesimama kwa utakatifu uendelee kusimama. Na Bwana Yesu na inuliwe sana. Mungu anaonaka tukua maburuka sana. Washeni niwaambie, ni kama sisi ni Conman na Conwoman ambao watu walienda kwa madhabahu ya Mungu kushota, alafu wafanye nini? Waende. Na tunakuta watu wengi unaenda na hizo baraka zinaisha kule. Kwa sababu wacha nikwambie, chochote kinapatikana na maombi huwa kinatuzwa na nini? Wacha nikwambia, hiyo ndio secret watu wengi sana hawajui ya kwamba ukisikia umeombewa gari hapa upate gari, ukose kwa hiyo maombi, hiyo gari itakuja kufanya nini? Toka shoka maguru-ini tukukore ukihanda daga dukure barabara. Lakini ukiujua secret kwa ufalme wa Mungu, ujue hata Mungu akinibariki sitawahi toka. Mungu akinibariki sitaenda kuambia watu wakuje niwanunulie pombe. Hapana, mimi nitafanya kazi ya Mungu, sababu kule kwa pombe sikupata kitu na Mungu ndiye amefanya mimi nipate. Hautaenda kuambia watu chakua meza, kuja vile mlivyo, niitie hiyo timu yote. Shetani asidwe. Kitu ya mwisho nataka kuongelesha kanisa la Mountain of God, na msikilize hapa, ni kuongeaga uongo ukiwa kwa madhabahu ya nani? Shetani na asidwe. Washeni niwaambie hivi, ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wake ni wa 5, unakuta ya kwamba kuanzia hapo